Hapa tupo ni kwenye halmashauri ya mji wa Nanyamba katika ujenzi wa box culvert katika eneo la kata ya Mtimbwilimbwi. Daraja hili lina upana wa spani ya mita 13 na upana wa mita 8. Daraja limegharimu jumla ya shilingi milioni 308,554 milioni na limetekelezwa na mkandarasi anaitwa Trinity. Kutokana na changamoto walizokuwa wanazipata wananchi wa eneo hili, hasa wa eneo ya Majengo na Mtimbwilimbwi kwenyewe, ni kujaa kwenye hili eneo la ni mto Mambi, unaitwa mto Mambi. Wakati kipindi cha masika hili eneo linajaa maji mengi sana. Kwa hiyo linakuwa ni changamoto, linaleta changamoto katika wakazi wa eneo hili, hasa wa eneo wa upande wa pili, wanashindwa kufikia huduma zile za kijamii, ikiwa ni wanafunzi kwenda shuleni na watoto na watu kwa ujumla kwenda hospitali, yani zahanati. Wa daraja hili au box culvert hii ni kurahisisha usafiri na usafirishaji katika ili eneo la Mtimbwilimbwi, wananchi kuweza kupata huduma za kijamii na kiuchumi. Huduma za kiuchumi ni kama kusafirisha mazao yao ya kilimo ambayo ni mazao ya ufuta na korosho kutoka katika mashambani na kupeleka katika maeneo ya magala kwenye vyama vya msingi, ambao hapa chama cha msingi kiko eneo la Mtimbwilimbwi. Kwa wananchi wanakusanya mazao yao korosho kutoka huko kwenye mashamba then kupeleka kwenye vyama vya msingi. Cha pili ni eneo huduma za kijamii, kuwaunganisha wananchi kupata huduma za afya pamoja na shule. Wanafunzi kuweza kupita kutoka majumbani kuelekea shuleni na wananchi kutoka majumbani kwenda kwenye kituo cha afya ambayo ni zahanati iliyopo eneo la Mtimbwilimbwi. Lingine vile ni huduma za kijamii ambazo ni kwenda kwenye ofisi kuu ya kata ambayo iko hapo Mtimbwilimbwi na vile kwenda kwenye ofisi kuu za halmashauri ambazo ziko katika kata ya Nanyamba ambayo ni Nanyamba mjini. Vile kuwawezesha kufika katika barabara kuu ya kuelekea Mtwara na Nanyamba, Tandaimba. Kwa hiyo wakipita hapa kwenye hili daraja ni kiunganisho muhimu sana katika hili eneo letu la Nanyamba hapa ni kata ya Mtimbwilimbwi. Namshukuru Mama Samia kwa msaada aliotupatia wananchi wa Mtimbwilimbwi, kwa sababu tulikuwa na mkwamo mkubwa sana kuhusu barabara za mashambani. Ilikuwa kipindi cha kifuko hapa piti mtu kukatisha kwa niaba ya maji mengi yalikuwa yanatuzibia, mpaka sasa hivi alipotoa Mama Samia msaada huo kuja kutuwekea hapa daraja. Kipindi kile ilikuwa njia chafu sana na tulikuwa tunazunguka tunapita na nyamba ile. Maji kama hajakata tulikuwa tunapata shida sana. Tunapata shida, ila sasa hivi kidogo naona kidogo afueni. Tunapita hapa, mtu hata kwenye baskeli unapita mzigo kidogo unachukua unashuka nao. Ila kipindi kile ilikuwa chafu sana. Tulikuwa tunapita na Nyamba, Hinju, na Nyamba tunatokea tunaenda Mtwara. Ila sasa hivi kidogo afadhali. Tulijawekwa hili daraja tulikuwa na changamoto ya hii njia. Kwanza hata upitaji ulikuwa mgumu. Hata wanatembea kwenda mashambani, pia sisi tunatembea kutoka kijiji hadi kijiji kingine, tulikuwa na changamoto ya hii barabara. Hadi kufikia sasa hivi tunapoongea mimi na nyie, sasa hivi tunajisikia kuna uhuru wa kutembea hapa sehemu. Tunapita tu kwa uzuri. Hatuna changamoto ya barabara isipokuwa kabisa, yani hata kwa bodaboda ilikuwa shida, kwa sababu ilikuwa sehemu mbili, hapo kwenye daraja na kule kwenye kilima. Pale ilikuwa na changamoto. Hata ukichukua bodaboda bei zake zilikuwa kali sana. Yale wengine ulikuwa unashinda hata kuchukua bodaboda. Ila sasa hivi kutegemea hapa jinsi vilivyotengenezwa kwenye daraja na kule mlima jinsi ulivyo para sasa hivi, usafiri ulikuwa rahisi.